wasubirie 2030 ili waje tupimane kwamba Baba Levo umepewa miaka 5, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka 5 ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua, kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa, ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Umeelewa vizuri? Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kusaidia kukutetea, kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie, waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao walitangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Chama cha Mapinduzi na viongozi wangu naona wako hapa. Chama cha Mapinduzi kiliangalia katika watu ambao tumeomba nafasi ya kupeperusha bendera ya chama, ikaona tunampa huyu darasa la 7, tunaachana na wasomi wote, tunampa la 7 kwa sababu walipima, waliuliza, wakaona huyu ndiye anayefaa kutuvusha. Sasa niko katika harakati ya kuonesha utofauti, watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki, iwaache tufanye kazi, matokeo watayaona. Sio hivyo jamani? I'm so happy. I'm so happy today. I'm so happy today. I'm so happy. Mzee Msasa, shukrani yangu kwako, nitakununulia Harrier mpya kabisa na nunulia Harrier mpya nitamkabidhi Thomas Msasa. Asante sana wana Msasa. I'm so happy. I'm so happy today. 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 Mwanasheria msomi Thomas Msasa ni yeye ambaye alinipambania mimi nikatoka gerezani, na leo ananipambania tena kuokoa ubunge wangu wa jimbo la Kigoma mjini. Thomas Msasa, natoa ahadi leo hapo kwenye kamera hizi. Mzee Msasa, shukrani yangu kwako, nitakununulia Harrier mpya kabisa na nunulia Harrier mpya nitamkabidhi Thomas Msasa. Asante sana wana Msasa. Hongera sana. Kuishawaka